haya tunayoyazungumza humu, haya tunayoyaamua, lazima utekelezaji wake iende serikali kuu. Mpelekaji zile taarifa ni mimi. Mimi napeleka kwa maandishi. Mshenga ni wewe mbunge. Mimi naandika pale kwamba tunahitaji utekelezaji wa barabara ya kutoka Ifakara mpaka Mlimba kilomita 150. Kikao cha RC kimeazimia kwamba barabara hii ni moja mbili tatu muhimu kadhalika. Tapigia simu waziri wa ujenzi. Abdalla, bwana kuna jambo 1 2 3 4 5. Lakini anapopigiwa yeye anapigiwa na watu wengine chungu nzima. Wakuu wa mikoa wengine 26. Lakini mbunge anakuwa pale kwenda kukaa naye pembeni kwenye vile viti. Najua kwa sababu na mimi nilikuwa napata adha hiyo. Huko pale anakuja mbunge anamwambia mwaziri pale umekaa naye, bwana hebu kisha nizungumze na wewe bwana. Umeona hii? Umeona hii? Ukiwa na wabunge ving'ang'anizi, zile salamu zetu za mkoa wa Morogoro zinafika kwa wepesi. Kwa matarajio yetu sisi ni kwamba nyinyi wabunge mtashirikiana. Kuna baadhi ya wabunge ambao labda hawataonekana kwenye vikao hivi. Sasa hizo salamu za mkoa sio atazipeleka vipi? Na hata hiyo akili tu ya kusema kwamba siwezi kuja kwa sababu nimeishiwa mafuta, hiyo inatupa salamu za awali. Hizo ni salamu za awali. Kuna wengine tulisema huyu mwenyekiti akipata huyu tutamuona tena huyu. Unaacha kikao cha mara moja mara mbili na kama mara mbili kwa mwaka, unasema huna mafuta au nina ratiba nyingine kule jimboni. Ipi kuliko hii? Hayo unayokwenda kuyasimamia huko, utekelezaji wake anaamuliwa wapi? Hapa. Sasa ni vizuri nendeni mkasaidiane kueleweshana, na matarajio hayo mzee wa Morogoro mjini, najua utatusaidia. Kikao hiki ni kikao cha kimo kwenye ratiba zetu na kikao cha kisheria, kikao cha kikanuni, na haya maneno tunayasema mara kwa mara labda kwa sababu bado kuna wenzetu ambao hawaelewi uzito wa kikao hiki, kwamba uwepo wetu kwenye kikao hiki unatutengenezea njia ya kufanya maamuzi ya pamoja ya mustakabali wa maendeleo tunayokwenda nayo katika mkoa wa Morogoro. Nimesema hayo sababu natambua labda mwenyekiti wa wabunge utaenda kumwambia huyu mbunge ambaye anasema ameacha kikao cha RCC kinachofanyika mara moja kwa mwaka mara mbili, yuko anasema anakagua miradi na yeye ndio kwanza na wiki 3 ofisini. Basi ni vizuri mkasaidiana kumwambia kuweza kupata mapato. Hilo ni jambo la muhimu sana, kwa sababu bila mapato hamna halmashauri itakayoweza kufanya maendeleo, na maendeleo yote yanahitaji pesa, na pesa inatokana na mapato. Kwa hiyo tuko tayari kushirikiana ili tuweze kupata mapato kwenye halmashauri zetu. Ni kikao kizuri sana na tumeona Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa akitoa maelekezo yake wakati wa ufunguzi. Ameeleza vizuri sana kuhusu kuomba mashirikiano viongozi, Mheshimiwa madiwani na halmashauri na watumishi wote katika kuendeleza halmashauri, lakini pili amesisitiza umuhimu wa kutafuta vyanzo mbadala vya mapato vya kuweza kufanya halmashauri ziweze kujiendeleza, kwa sababu kama tunategemea wahisani sana labda wanayao katika wakati tuliokuwa nao kama Mheshimiwa Rais alivyosema, inawezekana baadhi ya bajeti labda zikapungua. Kwa sisi kama halmashauri wenyewe tuanze kujitegemea katika vyanzo vya mapato mbadala ambavyo viumizi wananchi ili tuweze kupata miradi ya maendeleo isiweze kusimama. Kwa nasema ni jambo ambalo tunalunga mkono sana, na kwa kweli kikao cha ushauri wa mkoa RCC ni kikao muhimu sana. Huwezi kuwa mbunge bora kama huwezi kusema yale mambo ambayo yameazimiwa katika kikao kama hiki.